Kuna aina nyingi za ukimya kama vile kimya cha uoga, lakini pia kuna aina ya ukimya ambayo ni onyo. Sasa mwanaume anayetumia ukimya baada ya kudharauliwa, huyo ana nguvu ambayo huwezi kuimudu. Mwanaume anayekaa kimya baada ya kudharauliwa, huyo ni mwanaume hatari sana aliye hai. Ukimya unasema mengi aisee. Mwanaume mkimya chukuliaje kila tusi ama uchokozi, kwa sababu anaelewa nguvu ya kweli iko katika kujizuia, si kulipiza kisasi. Mwanaume wa aina hiyo hujua kwamba kujibu papo hapo mara nyingi ni mtego wa kihisia uliowekwa na watu wengi. Anakataa kupoteza nguvu zake kwenye migogoro. Tena anakataa kabisa zaidi migogoro ya muda mfupi au changamoto zisizo na maana, tutomsikia. Badala yake anachagua kuelekeza nguvu hiyo katika kujenga kitu kikubwa zaidi yeye mwenyewe, kama vile malengo yake na urithi wake. Huwa anajua kuwa kila chembe ya nguvu anayoitumia kwenye mabishano madogo madogo ni chembe ambayo ingeweza kutumika kuunda mustakabali wake wa kuwa mwanaume anayeendelea kuwa mwanaume anayehesabu, kuwa mwanaume anayechunguza na anayechukua hatua pale tu inapohitajika kweli. Ukimya si udhaifu, ni ishara ya akili iliyolenga mambo makubwa makubwa. Watu wa kimya huacha mafanikio yao, tabia zao na matendo yao yazungumze kwa sauti kubwa kuliko maneno yao yoyote ambayo wangeweza kusema. Kupitia ukimya, mwanaume huonyesha kujiamini kusikotikisika kuna kuwasumbua wale wanaotaka kumchokoza. Mwanaume mkimya anaelewa sana sanaa ya muda sahihi. Anachukua hatua pale tu wakati unapokuwa sahihi, pale ambapo majibu yake yatakuwa na uzito wa usahihi na kusudi. Kuwa mkimya bro, utainuka sana. Ukimya wako utawachanganya wapinzani wako, kwa sababu utaashiria kwamba unacheza mchezo ulio juu sana ya kiwango chao. Wakati mwingine wanatawaliwa na hisia za muda mfupi watu, wewe unabaki thabiti. Ukicheza mchezo wa muda mrefu na kubaki mwaminifu kwa kusudi lako lile lile, wanashangaa, maana hutafuti kuthibitishwa na wengine wala kuruhusu kelele za dharau zikuvurugie siku zako. Labda yake badala yake unabaki thabiti, ukijua kwamba heshima haithibitishwi kupitia mabishano, bali kupitia utulivu na msimamo usiotikisika. Brother wangu, ukiwa na tabia hii ya ukimya, utaimudu sanaa ya kupuuza yale yasiyokusaidia na kuanza kulenga tu njia inayolingana na maono yako. Unapozungumza au kuchukua hatua, yani kila neno na tendo vimepangwa kusogeza mlima mbele, utakuwa ni mwanaume wa vitendo, si wa miitikio. Na ukimya wako ndio silaha yako yenye nguvu zaidi, ngao inayolinda amani yako na upanga unaoshambulia kwa usahihi usiokosea. Asili yako ya kufanya mambo ni ukimya, tena ni asili ya kufanya mambo kwa makusudi. Itakuwa imehakikisha majibu yako si tu yenye ufanisi, bali pia yawe yenye nguvu ya kubadilisha majambo. Kuwa mwanaume huyo, kuwa mwanaume ambaye uwepo wake unaleta heshima, kuwa mwanaume ambaye ukimya wake unalazimisha tafakari, kuwa mwanaume ambaye matendo yake yanafafanua upya maana ya nguvu, kuwa mwanaume anayejua kwamba ukimya ndio kila kitu mbali na kuwa wa kawaida. Ukimya ni nguvu inayounda ulimwengu unaomzunguka katika dunia iliyojaa kelele nyingi. Tumia nguvu tulivu inayosema mengi ambayo ni ukimya. Tumia hekima tu, utanielewa. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unapozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Sio mwingine, ni wako mwalimu Kelvin Ndume, na hii ni EJC Speaker, na hapa tunaangalia maukweli ya maisha.